Ukitaka kutengeneza pesa nyingi kwenye biashara, lazima umjue ni nani unaenda kupuzia. Huyu tunamuita ni avatar. Huyu avatar anakuaje? Avatar ni mtu ambaye ananunua kwa haraka, analipa kwa haraka. Huyu ndo the best customer wa biashara yako. Sasa unawezaje kumpata huyu mtu? Kuna njia 3. Njia ya kwanza ni kuangalia psychographic yake. Na tukisema psychographic, unaangalia namba 1, what do they believe? Wanaamini kwenye nini? Kitu cha pili, what do they fear? Kitu gani wanachokiogopa kwenye maisha yao? Kitu cha tatu, what do they desire? Wana desire juu ya nini? Kitu gani ambacho wanakitaka? Yani kifupi tunasema ni utambulisho gani ambao wanataka kufikia, kwa sababu wote wao wanazaliwa sawa, ila kuna watu ambao wanataka, mimi nataka identity yangu iwe ya namna hii. Hii ndo engo ya kwanza ya kuangalia na kujua okay, huyu ndo mteja wangu. Kingine, wana invest wapi, ama wapi ambapo wana invest kwa ajili ya kupata return kwenye maisha yao. Kingine ni vitu gani ambavyo hawataki kabisa kuvinunua. Hapa kikubwa tunaangalia ni vitu gani ambavyo tukisema thamani, ni vitu gani ambavyo kwao ni vya thamani. Kwa mfano, kuna watu ambao wanathamini sana system structure na namna gani ya kuendesha vitu vyao at high standard bila wao kuhangaika. Ila kuna wengine wanathamini, mimi nikishapata hela, mimi najitusua, nanunua gari la milioni 100, mimi nimeisha, hela tutapata siku nyingine. Hao ni wale watu wa bahati nasibu. Lakini kuna watu ambao like first priority ni kutengeneza structure na kutengeneza kitu ambacho kitasimama na kitamu-identify. Kwa hiyo unaangalia thamani kwao ni kitu gani, what do they prefer, unaangalia speed walionayo, unaangalia prestige, kitu gani ambacho wanajivunia. Namba 3 ni unaangalia ni behavior pattern. Sasa hii behavior pattern ni unaangalia wana tabia zipi. Kwa mfano, huwa wanafanya nini wakiwa online, wanafanya maamuzi kwa kuangalia kitu gani, kitu gani ambacho wameshajaribu kukifanya, kwa nini haikufanya kazi. Kwa sababu ukijua ni namna gani wanavyofikiri, ujumbe wako unakuwa wazi, kwa sababu unajua na mtu wa namna gani, naongea na nani, na kitu gani anataka kukisikia. Ofa zako utakazozitoa zinakuwa zinaleta mashiko. So ukivijua vyote hivi, vinakusaidia wewe kutrain namna gani unafikiri namna juu ya wateja wako. Sasa ukifahamu haya, definitely unaongeza mauzo yako kwenye biashara. So kama uko hapo unatamani kujifunza namna gani ya kuongeza mauzo, comment neno course. Nimeenda course maalum ambayo inafundisha haya yote vizuri na kupata wateja wako 100 wa kwanza kwenye biashara yako. Kama tayari una biashara, pata wateja wapya kwenye biashara yako. Comment neno course ama book session with me. Tukae chini tuzungumze. Namba ipo kwenye caption. Comment neno course.